Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu mfuatiliaji wa masomo haya mazuri, tunakukaribisha tena leo, siku nyingine nzuri. Tunaendelea na somo linalosema hekima na ukomavu. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Baba mwema na Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa nafasi nyingine tena ya kujifunza. Tunaomba uanze nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Nilipokuwa kijana mdogo nilikuwa ninasikia kutoka kwa wazazi jinsi wanavyotukuza. Yaani walikuwa wanatukuza kwa kutuonyesha kwamba wewe ni mwanaume. Alafu unafika unaona kama mwanamke sio sawa na wewe kivile. Yaani kama hivi. Wewe darasani umepitwa na mwanamke. Yaani ilikuwa kama ni matusi fulani hivi kwamba umekuwa mnyonge kiasi gani. Kumbe ilikuwa ni utoto. Tunataka tuzungumzie hekima na ukomavu. Wakati ule tuliongeleshwa kama watoto, tulikuwa na akili ya kichanga. Sasa Wakorintho bwana, ambao wana makundi, tulimeangalia sura hii ya kwanza juzi. Paulo anawatazama kama watoto na anawahimiza wafikie utu uzima. Sasa hekima ni ya watu wazima, si ndivyo? Watu wakomavu. Twende katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4, tuone Paulo anavyowahimiza Wakorintho kukua. Anasema sasa umekuwa. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Kabisa. Niliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam, hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Na tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo, mimi ni wa Paulo, na mwingine, mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani? Na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji. Kama unanoga baada hapo ibada ya nani ya show hii, endelea kusoma. Okay. Dalili ya kuonyesha hawa watu sio wakomavu, watu wa Korintho. Wanaongeaje? Yani wanajitambulishaje? Wanajitambua. Kuonyesha kwamba wajakomaa, wanajitambulisha kwa watu kwamba wao mimi ni wa Paulo. Wa Paulo. Mimi ni wa Paulo, mimi na chama changu. Kwa hiyo huo ni uchanga. Ukomavu ukoje? Ukomavu ni pale ambapo utaona kwamba Paulo ni mwakilishi. Okay, sasa unajitambulishaje? Ni wa Kristo. Wewe kama ni mchanga wa demokrasia hapa Tanzania unajitambulishaje? Kama ni mchanga, unajitambulishaje? Mimi ni wa CCM, mimi ni wa Chadema au wa CCM. Yaani utakuwa ni mtu wa makundi. Na unaona watu wa kundi lingine kama sio wa Tanzania wenyewe. Alafu ukiwa Mtanzania mwenyewe mkomavu, mzalendo, unajitambuaje? Unajitambulishaje? Utajitambulisha kwamba mimi ni Mtanzania. Sasa umewahi kuona kwamba vyama vyote hivi vinatafuta kuwatumikia Watanzania? Paulo, Petro na nini, vyote vinatafuta kuwatumikia Wakristo. Hao wote ni watumishi kama ulivyosema. Lakini mwisho wa siku ni kwamba wote tutiishwe chini ya Bwana wa Kristo Yesu.
Haya, twende kwenye uzoefu wako ukiwa kijana mdogo, aidha katika imani au katika nani, ulikuwa navutiwa na utambulisho wa aina gani? Ule ambao unawaingiza kila mtu hapo ndani, au ule ambao unawabagua unaonekana special? Kwa mfano, hebu sijui kama labda nitoe mfano utaweza kuelewa. Mimi nilipokuwa nakula nilikuwa naambiwa kwamba Wanyakyusa ni watu wenye akili shule, yaani wewe hutaki kupitwa. Wewe wa kwanza wewe. Sasa na hiyo kwenda kufanya nisikie vizuri Wanyakyusa. Sasa naomba niulize, una uzoefu wa nadharia kama hizo? Nina uzoefu katika aidha dini au katika makuzi nyumbani. Toa ungama. Kwanza ni kwamba Mjaluo ndio Mwingereza wa maisha kama hata lafudhi yake. I can imagine. Yaani ukitoka kwenye kilugha ni Kiingereza. Anasema hata mbinguni tutaongea Kijaluo. Sasa sikiliza, kuna nyingine kwenye upande wa dini. Mimi nilipokuwa nilikuwa najua yaani wengine sio Wakristo, ni Msabato tu. Na kinachofanya kwamba awe ni Mkristo kweli kweli sio Kristo siku. Lakini nilikuwa nafikiri kama mtoto mdogo. Zamani hizo nikiwa mtoto mdogo nilikuwa nafikiri kama mtoto mdogo. Sasa hivi mimi ni mtu mzima. Umekoma. Unajua unafikiria? Yeyote ajalishi amevaa lebo gani, ili mradi amejitiisha katika Kristo Yesu. Kaka yangu, dada yangu, mama yangu wa damu, umenitikia, utadhani na wewe ndio hivyo hivyo. Na wewe ndio hivyo hivyo. Basi kama na wewe ni hivyo hivyo, karibu mezani. Wewe ni kaka, wewe ni dada, chini ya Bwana wetu Kristo. Sisi ni wakomavu. Sisi tuna hekima ya Kristo, maana hekima ya Kristo ni kuunganisha ndugu zake wote chini yake, chini ya ubaba mmoja, na hivyo familia inakuwa imeunganika katika hiyo hekima, katika ukomavu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Baba, tunaungama akili za uchanga za kimakundi, za kidhehebu, za kikabila, za kijinsia, za kujitukuza nje ya Kristo, juu ya Kristo. Leo hii tunakemea pia umakundi wa aina yoyote, uchanga wa aina yoyote. Tupe sasa kushiriki vyakula vigumu, mafundisho magumu yanayosisitiza umoja, usawa ndani ya Kristo Yesu, kwa kuwa wote sisi ni watumishi wake. Jina lako litukuzwe. Hata tunaporudi kesho kufundishana, haijalishi ni wadhehebu gani, wa mlango gani, wa kabila gani, tupe kusikilizana katika Kristo Yesu. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu, amen. Amen, amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeona hekima na ukomavu. Kesho siku ya Jumatano tunaangalia utumishi kama wa Kristo. Amen. Basi mwenyeji wako nilikuwa mimi Geoffrey Omondi. Na mimi ni Enos Mwakalindile. Unazidi kutupata kutoka Temboni, Dar es Salaam. Karibu sana. Amen.